Dunia hii leo imeadhimisha siku ya kupunguza na kuzuia kwa ueneaji wa silaha duniani, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa dunia kuhakikisha kwamba inakumbuka kuendelea kusambaa ama kwa athari za silaha hizo katika maeneo mbalimbali. Maeneo mengi ambayo yanatajwa zaidi yakinufaika na uzagaaji wa silaha hizi ni maeneo yenye machafuko. Popote kwenye ghasia katika mataifa mengi kumekuwa na uholela wa kupatikana kwa silaha hizo. Wakati mwingine zimekuwa zikivuka hadi mipaka kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine na kuleta madhara. Hivyo dunia ikasema kwamba ni vyema kukaa chini kuona ni kwa namna gani inaweza ikadhibiti hali hii na dunia kuendelea kuwa sehemu salama. Hiyo ndio itakuwa mada yetu ya leo, kuangalia hiyo siku, tija yake, na sisi kama Tanzania tunaweza tukafanya nini ili kuhakikisha kwamba tunakuwa salama na kujiepusha na madhara ya uzagaaji wa silaha holela. Naitwa Nurdin Selemani, matumaini yangu siku yako imekwenda salama salmin. Studio tumemwalika Alhaj Jamal Ruambo, unaweza ukasema askari mstaafu. Karibu sana. Nashukuru sana. Kwema. Asante sana. Mambo anasemaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri. Okay, na Ramadhani karimu. Amen. Tuanzie hapa. Kwa nini kuna umuhimu kwa dunia kukaa na kusema kwamba tufanye tafakuri ya siku hii ya kupinga, kuzuia, wenyewe wanasema zaidi kupunguza na kuzuia kwa kuenea kwa silaha? Ni muhimu kufanya hivyo kwa sababu silaha kama tunavyojua ni chombo rafiki sana kwa kuleta amani kwa nchi, kwa usalama wa nchi, lakini kwa wananchi. Ndio maana silaha hizi utazikuta katika vyombo vya ulinzi na usalama, utazikuta mikononi mwa wananchi na hali kama hiyo. Ikitumika vibaya, sasa silaha inakuwa sio chombo rafiki. Okay. Na ikiingia mikononi mwa watu, nia yao kubwa sio kulinda usalama, basi inakuwa na hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo kama kuna njia ya kuzuia, ni lazima izuiliwe, matumizi yake lazima. Bahati nzuri hapa nchini kwetu tunafanya mengi mazuri kuhakikisha kwamba hizi silaha zinakuwa salama, lakini hatuwezi kujitenga kwa silaha hizo kuwafikia watu wachache ambao si wazuri. Kubwa ni lipi? Lazima kuwepo na udhibiti. Udhibiti utakuwepo kama kuna nidhamu ya vyombo vilivyopewa kumiliki silaha au kutunza silaha kisheria. Wanahakikisha kwamba hizo silaha zinatunzwa ipasavyo na zinatumika ipasavyo pasipo kutoka mikononi mwao. Lipo tatizo moja ambalo lipo mahali pengi duniani, sio hapa kwetu tu. Okay. Unajua silaha ina maisha. Silaha inaishi kama ambavyo binadamu anaishi. Silaha inazaliwa, na kuzaliwa kwake ni pale inapozalishwa kutoka kiwandani. Kwa hiyo ikitoka kiwandani, inabidi ufuatilie kwamba imetoka kiwandani, imekwenda wapi, imeuzwa kwa nani? Okay, imeuzwa kwenye majeshi, imeuzwa katika vyombo vya usalama, au imeuzwa kwa wananchi? Je, huyu mwananchi alipoitumia, maisha ya silaha hiyo iko vipi? Okay. Sasa hivi tumeshaona wakati fulani mzazi anaweza kumiliki silaha, au katika familia mtu anamiliki silaha. Bahati mbaya sana huyo mmiliki wa silaha kihalali anafariki dunia. Kuna utamaduni sio kwa rasmi watu kutaka kurithi silaha zilizoachwa na marehemu pasiko kufuata utaratibu. Okay. Inafikia tu katika vikao vya familia, basi ile silaha babako utatumia wewe bwana Nurdin kwa sababu kidogo akili zako zimetulia na unaonekana. Hapana. Sasa lazima kuwepo na hatua zaidi ya hapo. Kama nchi inabidi tujue mwisho wa silaha hizi tunazo au zinazomilikiwa kihalali ni upi. Okay.
je, silaha hii iliyopelekwa katika vyombo vya salama bado zipo? Na kama hazipo, ziko wapi? Zinafanya kazi? Hazipo, so hazifanyi kazi. Mwisho wake ni nini? Ziharibiwe. Zikiharibiwa kwa kuchomwa au vinginevyo vile, basi utajua mwisho wa silaha hiyo ni hatua iliyochukuliwa kuzichoma. Lakini je, hii silaha mwananchi kainunua, okay, maisha yake mwisho wake wapi? Bado anayo? Kama hanayo, iko wapi? Haijamfikia mtu mwingine kwa madhumuni ambayo sio. Kwa hiyo tukiweza kudhibiti maisha ya silaha ambazo zinaingia nchini, tunaweza tukaanza vizuri sana katika kuhakikisha kwamba silaha zote zinaingia nchini zinakuwa salama na labda zinatumika kwa madhumuni yanayokusudiwa, okay, na sio vinginevyo. Kwa hiyo hii inahitaji mafunzo, inahitaji waliopewa mamlaka kusimamia hizo silaha wanafanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa hao wanaozitumia silaha hizo, hata hasa katika vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Tumeshuhudia mara nyingi kumekuwa kuna kilio cha kwamba kuna silaha holela ambazo zinakuwepo mitaani. Kitaalamu na kwa uzoefu wako ambao umekuwa kamanda wa polisi wa mikoa na mambo ya namna hiyo, nini ambacho huwa ni sababu ya hizi silaha nyingi kufikia watu wanasema tuna silaha holela zimezagaa, tunaanza operesheni ya kuhakikisha kwamba tunazisaka ili kudhibiti hali hiyo? Silaha holela zinaweza kutokea tu pale ambapo udhibiti wake unakuwa wa hovyo. Watu mnaamini silaha hiyo ipo katika armories, lakini msipokagua na kugundua ipo au haipo, ndio hapo unaweza kusema ipo, lakini haipo, inafanya uhalifu mitaani. Imefikaje mitaani? Je, huyu askari aliyepewa kwenda kwenye lindo na silaha anapoondoka anakabidhiwa kwamba labda C2966 Police Constable Jamal unakabidhiwa silaha hii kwenda kulinda lindo la Tazara Mangula, una sign. Unaporudisha unatakiwa unapotoka kazini kwenye lindo unatakiwa uirudishe na kuikabidhi na kukaguliwa, okay. Silaha unayorudisha ndio ile uliyochukua, risasi ulizokabidhiwa ndio zile kwa idadi, na kama sio lazima kuwepo na maelezo ya risasi moja au mbili ziko wapi. Udhibiti wa namna hiyo hautoi mwanya kwa silaha kuzagaa mtaani, lakini kuna maeneo watu hawayafuati hayo. Anaweza kuacha lindo akafunika silaha pale, anakwenda kufanya ulevi au anakwenda kufanya shughuli nyingine. Mtu mwingine akipita akichukua, definitely itakwenda katika mikono ambayo sio salama. Kwa hiyo kubwa la kuzuia silaha zisizagae ni udhibiti tu, udhibiti ambao taratibu zake zipo na zinaeleweka. Okay. Tunashuhudia mara nyingi kwenye nchi zenye machafuko ndiko ambako kumekuwa watu wengi wakitumia ujanja kupenyeza silaha katika hayo mataifa, na baada ya hapo mbinu na ujanja unatumika pia kuanza kuvusha kupeleka kwenye mataifa jirani. Mathalan pale Somalia wakati wa machafuko, silaha nyingi sana zilichepushwa na kwenda katika mataifa ambayo ni jirani na kusababisha kuzorotesha hali ya usalama. Mnapokuwa jirani na mataifa ambayo yana machafuko, sisi tushawahi kuwa jirani na Burundi, Rwanda wakati huo wa machafuko, DRC ambako bado hakujatulia kule mashariki, kunakuwa ni kibarua kigumu kiwango gani kwa mikoa ya pembezoni kuweza kudhibiti hivyo? Kwa sababu kuna wakati Kigoma ilikuwa ni jambo la kawaida kusikia mara bomu sijui limefanyaje, watoto wakati wanachezea wameokota hiki, na silaha zikiwa zinaingia tukiholela. Ni kweli, unajua wakati fulani huruma huo unachangia haya mambo. Huku unaamini hawa wanakimbia matatizo kutoka nchi jirani. Huruma wa Tanzania ule basi kukaribisha kila mtu, lakini ndani ya wale wanaovuka mipaka wanachukua silaha ambazo kwao wanajua silaha hizi wanaweza wakazitumia
kwa shughuli za uhalifu, lakini silaha hizi pia wanaweza wakazifanyia biashara kwa kuzikodisha au kuuza. Mimi bahati nzuri katika mizunguko ya kazi nilipata bahati ya kufanya kazi Ngara, wilaya ya Ngara, kama mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Ngara wakati ule wa matatizo ya wakimbizi wengi kutoka Burundi na Rwanda. Hiyo hali tulikutana nayo, lakini kwa kadri tulivyoweza tulijitahidi sana kuidhibiti hiyo hali, kuweza kuifanya eneo lile salama. Lakini kwa jambo la kawaida, mtu kutoka na silaha na kwenda kijijini anaua mtu kwa ajili ya kuchukua tu debe moja la maharage au hivyo. Kwa hiyo kunakuwa na hiyo hali ya huruma na kuto kupekua inavyotakiwa wale watu ambao tunadhani wanaingia kwa sababu moja, lakini ndani yao watu wanatumia lile wimbi la watu na huruma wa Tanzania, basi kuacha vitu viende. Lakini wakati fulani mnapokuwa makini zaidi, mnaweza kuwakamata nazo hata kabla hawajavuka nazo. Kwa hiyo uingiaji wa silaha katika nchi na hasa katika ile mikoa jirani ambako kuna machafuko, wakati fulani inatokana tu na kuzembea kwa kuzembea katika kuangalia hizo taratibu za ukaguzi hasa kwa ajili ya silaha. Tunaona juhudi zinachukuliwa, sio Tanzania tu, hata duniani kwa ujumla wake. Lakini imekuwa ni kama bado mfupa mgumu hivi. Tunataka kusema kwamba ni kama ilivyo kwenye dawa za kulevya, kuna mtandao, na kwenye silaha na kwenye kuna mtandao wa wajanja ambao wanapenyeza hizi silaha kwenye mataifa mbalimbali. Silaha nyingi ambazo zinawafikia watu ambao si walengwa zinatokana na watu ambao wanapata vibali vya kumiliki silaha kihalali. Lakini mtu anapewa kibali wakati fulani hana ulazima wa kuwa na silaha. Wengi hapa mjini kwa mfano au katika miji mikubwa wanaomba kumiliki silaha kwa ajili ya ile tu kuonekana na silaha, lakini sio kwa madhumuni ambayo anaombea. Wakati fulani hana sababu ya kuomba silaha, lakini anaomba silaha na anapata silaha. Hajui matumizi yake, hajui miiko yake, hajui nipi, inakuwa shida. Silaha, baadhi ya watu wananyang'anywa silaha na majambazi ambazo silaha waliziomba ili ziwasaidie kwa ulinzi binafsi. Sasa kuna maana gani wewe unaomba kumiliki silaha, unapewa silaha, lakini unanyang'anywa silaha katika tukio la ujambazi? Sasa matatizo yapo hapo. Tunapoamua maombi ya watu, lazima tuwe makini kuona huyu anaomba silaha kwa umuhimu upi, lakini sio kwa sura gani nzuri iliyokuwepo. Kwa mfano, Mpenja anaomba silaha. Sanga anaomba silaha, utampa nani? Au kwa mfano Mheshimiwa Chalamila anaomba silaha, Mheshimiwa Mtaka anaomba silaha, mmoja kati yao wapewe silaha, wewe unampa nani hapo? Hilo mimi sijibu, lakini ninachosema, jaribu vile vikao vinavyojadili watu waombe silaha, waangalie mahitaji ya mtu na jinsi ilivyo. Sio kila mtu tu anaomba silaha unampa silaha kwa sababu yote ile, hata akiwa na nafasi gani. Kwa hiyo tukiwa makini katika kubaini maombi ya wanaohitaji silaha na umuhimu wake, tukawapa, tunaweza tukapunguza mlolongo wa watu wasio kupata silaha, kuwa na silaha ambazo baadaye zinaishia katika mikono isiyokuwa salama. Hali imeshakuwa hivyo. Dunia ndo inaelekea huko. Kila nchi inaonekana inafanya juhudi zake binafsi kuhakikisha kwamba inadhibiti ili kufanya mataifa yao yawe salama. Tanzania sio kisiwa, na sisi pia lazima tuhakikishe kwamba tunachukua hatua mbalimbali. Kuna mambo ambayo umeyazungumza kama uzembe, lakini wakati mwingine kuzingatia huyo mtu ambaye ameomba silaha mwenyewe anastahili vipi kukabidhiwa hiyo silaha na kwenda kuitumia, sababu umetolea mfano, inawezekana ukapewa silaha na ukaja ukanyang'anywa pia, na ambao ulitakiwa ujilinde nayo, watu wamekunyang'anya na kwenda kuitumia
vibaya. Haya yote ukiweka katika mjumuiko wake, nini sasa kinapaswa kufanyika ili tuhakikisha kwamba hizi silaha ambazo aidha watu wanazipata kihalali ziendelee kumilikiwa katika ustaarabu ambao unapaswa, lakini pia kama taifa tuhakikisha kwamba kwa namna yoyote ile tunaondokana na hizi silaha holela ambazo zimekuwa zikiingia na wakati mwingine kutumika kwenye mikono ya watu ambao wana nia ovu, wakiwemo majambazi wanakwenda kudhuru watu. Mimi nadhani njia moja nzuri, inaweza kuonekana ngumu na ikawa ngeni, lakini lazima kuwepo na utaratibu wa kujua mwisho wa maisha ya silaha zilizoingizwa nchini. Okay. Ifuatiliwe kwa rekodi na kujua mwisho wa hii silaha ni upi, bado inaishi, na kama inaishi inatumikaje. Kuna watu walikuwa na sifa ya kumiliki silaha na wakapewa silaha, lakini kadri siku zinavyokwenda ile sifa inapungua kutokana na umri mkubwa au vinginevyo. Kuwepo sasa na mpango mahususi hata wa serikali wa kuzinunua silaha hizo, au katika maana wa kuzichukua silaha hizo na kuwarejeshea fedha wamiliki wa silaha hizo ili ziweze kuwa katika mikono salama zaidi na sio vinginevyo. Okay. Watu wengine kwa kweli ni wazee lakini wanamiliki silaha kihalali. Kumekuwa na mipango hapo nyuma ya kukagua hizi silaha mara kwa mara, lakini hatua ya mwisho nini kinafanyika inategemea tu na hiari ya mtu, kwamba sasa mimi nimechoka, siwezi kutumia hii silaha, basi naomba nirudishe. Lakini kuwepo na mpango wa mahususi bila yeye hata kusema, kwa kuangalia pale anapokosa sifa zichukuliwe, lakini umnyang'anye tu silaha yake kwa sababu ililipia ile. Mlipe. Hapo kwa Alhaji. Ndio. Umetaja swala la umri. Ndio. Ni kigezo kwa kiwango gani kuhakikisha kwamba huyu mtu kwa umri huu anatakiwa awe na silaha, na ukifika labda umri huu asimiliki tena silaha? Unajua, bahati nzuri sana swala la umri ni mtambuka. Umri mkubwa sio kigezo cha mtu kumnyima silaha, lakini uwezo wa akili yake, uwezo wa ono wake, uwezo wa matumizi ya silaha ungeweza kufanya hawa wataalam wakasema, hapana, kwa umri wako wewe ustahili kumiliki silaha. Wapo mjini hapa watu wanaomba silaha, acha hizi silaha ndogo, kwa mfano kama bastola, lakini pia anaweza akaomba rifle, anaomba shotgun, na anajaribu kueleza hizo kwa ajili ya ulinzi wa wanyama waharibifu wa mazao. Ni sababu nzuri, lakini kweli mashamba ya Dar es Salaam haya yanahitaji tukupe Bwana Nurdin silaha ya kulinda mazao? Na huyu mtu asiyekuwa na shamba, asiyekuwa na lote, anamiliki silaha inavyopaswa? Asipokuwa shambani huko muda, anailinda vipi hiyo silaha? Ulinzi wa silaha ni mgumu. Silaha ni mzuri, lakini masharti yake. Wengi wanaojua hatari ya kumiliki silaha wasingependa kuwa na silaha. Na mimi ningeshauri hivyo, wale ambao wanadhani kwamba hawana haja ya kuomba silaha wasisumbue vyombo hivi kuhitaji silaha. Kwa uzoefu wako tusaidie, ni hatari gani ambazo mtu anakuwa nazo pale ambapo anamiliki silaha? Sababu watu wanaamini kwamba ukiwa na bastola hapa ndo upo salama, Alhaji? Kuwa na bastola peke yake sio salama. Nimekwambia kuna watu wana bastola na bado majambazi wananyang'anya bastola walizokuwa nazo. Wanazitumiaje? Sasa hivi hawa wanaonyang'anywa bastola kwa mfano, wengi wao ni wale wanaotaka kujionyesha. Mtu haombi silaha kwa ajili ya ulinzi, anaomba silaha tu kwa ajili ya kuwakoga wenzake.
Akiingia kwenye baa anakunywa pale pombe, anatoa anaweka pale kuonyesha na kitu, anatoka hapo anafanya hivi, wakati fulani ndio hivyo. Mtu akipita pale atapakata, atakamfyatulie, aonyeshe. Sasa yale sio matumizi sahihi ya silaha. Yanatokana nini? Ama hawapati mafunzo kujua miiko ya kumiliki silaha, ina miiko yake. Hawajui athari za kuonyesha kwamba wewe una silaha, kwamba watu wanaozihitaji hizo kwa nia mbaya watakuvizia wewe waweze kuzichukua. Unaiomba silaha kwa sababu gani? Unajua mafunzo yake, umepitia mafunzo yake, unafundishwa, unajua miko yake, unaishi katika miko yake. Sio swala la kuwa na silaha tu. Bwana Nurdin ana silaha, sio sawa. Silaha unaitumiaje? Mimi nitakuwa shujaa kama itaonyesha kwamba hao wanaomiliki silaha wameweza kuzuia matukio kutokana na silaha ambazo wanazimiliki kihalali, lakini hatujaona matokeo haya. Matukio ambayo tunasikia kutoka kwa habari, labda fulani kanyang'anywa silaha yake, au wana majambazi wameingia katika nyumba ya silaha, wamechukua silaha, wamemuumiza na yeye na vitu kama hivyo. Sasa kwa nini iwe hivyo? Silaha kwa kweli ni nzuri kwa usalama kama nilivyosema, ukiitumia vizuri utalinda. Na sheria pia inakuruhusu kutumia silaha kwa kiwango fulani, hata kwa kosa kubwa linapotokea kuweza kushuka na nani, unaruhusiwa katika matumizi mazuri ya silaha. Kwa kujilinda ukafanya hivyo. Alhaji, wamekutana na hivi visa vingi ya mambo ya silaha wakati ukitumikia jeshi la polisi, manake pia ukitumikia raia kwa kulinda mali zao na mambo ya namna hiyo. Kwa jicho lako sasa, baada ya kukaa miaka yoyote na sasa umekaa nje kama mstaafu, unaona maeneo gani yanapaswa labda kisheria ya kazwe zaidi nati ili haya matumizi ya silaha yaendelee kuwa sahihi na yasilete madhara kwa namna yote ile katika jamii ambayo tunayo? Moja, silaha kweli ni msaada wa kiusalama, na usalama unaanza kwa mtu mmoja mmoja. Nisingeshauri watu wajibu silaha wenye mahitaji ya kumiliki silaha. Lakini lazima wawe na sifa zinazotakiwa kwa watu kumiliki silaha. Watafuata miiko. Mafunzo ni muhimu. Kuna watu wananunua silaha pasipo kujua matumizi ya silaha hizo. Hajapitia JKT, hajapitia mafunzo ya kijeshi, hajafanya lolote, lakini tu anatamani kuwa na silaha. Kwa hiyo silaha sio kuweka tu risasi na kufyatua. Lazima, nimekwambia, silaha inaishi, na ili iishi na kufanya kazi vizuri ina masharti yake ya utunzaji wake, ya kusafishwa kila baada ya muda, ya kuhakikisha inafanya kazi wakati wote. Lakini unaweza kuwa una silaha wakati unapotakiwa kutumia, labda kutokana na uchafu, haikusaidii, haifyatuki, badala wewe kuwawahi watu ambao unadhani ni maadui zako, wanakuwahi wewe. Kwa hiyo kuna mambo mengi tumeshajiuliza. Hawa watu wengi wanaomiliki silaha wanapokuwa maofisini, silaha zao ziko wapi? Tumeshajiuliza. Wengi tu wanaomba hizi silaha ndogo kumilika, wanapokuwa ofisini silaha zao ziko wapi? Inabidi uwe unaambatana nayo muda wote silaha yako. Sasa silaha ndogo si umeitaka kwa ajili ya usalama wako. Kwa hiyo unajua wakati gani wewe unakuwa salama, wakati gani upo salama, si muda wote kwamba kwa hiyo inabidi uwe nayo. Je, unapokuwa ofisini sasa, na silaha yako iko wapi? Ipo katika hali gani? Unapokwenda kwenye starehe huko, sijui, au unapokwenda vitu kama hivyo, iko wapi? Ipo katika hali gani? Miiko na masharti ni jambo la msingi sana. Wewe mwenye shotgun ambayo umeiomba shotgun au rifle kwa ajili ya kulindia mazao, unapokuwa upo shambani, silaha iko wapi?
Yani kuna hali kama hiyo. Okay. Je, ni lazima kweli huyu tumpe silaha 1, 2, 3 kama taratibu zinavyoruhusu, au tumpe silaha kulingana na unyeti wa kazi yake na mahitaji kweli ya hiyo silaha? Okay. Huyu mfanyabiashara anakuwa na shughuli za kibiashara muda wote wa safari za hapa na pale kwa ajili ya kuangalia biashara zake au kupeleka hiki kutoa hiki na vitu kama hivyo. Okay. Lakini siwe tu swala la kwamba tuwe na silaha na vitu kama hivyo. Lakini pia wakati fulani nadhani nyumba moja ikiwa na silaha, okay, inaweza kusaidia wale wote waliokuwa pale. Naam, maneno ya kwake Alhaji Jamal Rwambo akituelezea katika siku ambayo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza na kuzuia ueneaji wa silaha. Tuko napata uzoefu wake kuhusiana na ili eneo, na ametoa pia ushauri wa nini ambacho kifanyike. Si kila mtu anafaa tu kupewa silaha, lakini yazingatiwe miiko na taratibu ili hizo silaha zikiwa kwenye mikono ya watu ziendelee kuwa salama. Nikushukuru sana Alhaji. Nakushukuru sana. Naam, na kwa nukta hiyo nafikia tamati ya Uchanganuzi hii leo. Tulikuwa tukipiga tu darubini kuhusiana na hiyo siku, na nilikuwa naye hapa Alhaji Jamal Rwambo, askari mwandamizi mstaafu ambaye amelitumikia jeshi la polisi kwa muda wa kutosha kabisa. Na ndo tamati ya Uchanganuzi. Nikutakie tu siku mwema, panapo majaliwa tukutane tena siku ya Jumatatu. Nikutakia Ramadhani Karim na Kwaresma njema. Kwaheri.